Kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 19. Neno la Mungu linasema, ikawa Apolo alipokuwa Korinto, Paulo akiisha kupita kati ya nchi za juu, akafika Efeso. Akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko. Akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakamjibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, kwa ubatizo wa Yohana. Paulo akasema, Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake, yaani Yesu. Walipoyasikia haya, wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Na jumla yao walipata wanaume 12. Akaingia ndani ya sinagogi, akanena kwa ushujaa kwa muda wa miezi 3, akihojiana na watu na kuwavuta katika mambo ya ufalme wa Mungu. Lakini wengi walikaidi, wakakataa kuamini, wakiitukana ile njia mbele ya mkutano. Basi akaondoka akawaacha, akawatenga wanafunzi, akahojiana na watu kila siku katika darasa ya mtu mmoja jina lake Tirano. Mambo haya yakaendelea kwa muda wa miaka 2. Hata wote waliokaa Asia wakalisikia neno la Bwana, Wayahudi kwa Wayunani. Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo miujiza ya kupita kawaida. Hata wagonjwa wakaletewa leso na nguo zilizotoka mwilini mwake. Magonjwa yao yakawaondokea, pepo wachafu wakawatoka. Baadhi ya Wayahudi wenye kutangatanga, nao ni wapunga pepo, wakajaribu kutaja jina la Bwana Yesu juu yao waliopagawa na pepo wachafu, wakisema, na waapisha kwa Yesu yule anayehubiriwa na Paulo. Walikuwako wana 7 wa mtu mmoja Skewa, Myahudi kuhani mkuu, waliofanya hivyo. Yule pepo mchafu akawajibu akawaambia, Yesu namjua na Paulo namfahamu, lakini ninyi ni nani? Na yule mtu aliyepagawa na pepo mchafu akawarukia wawili, akawaweza, akawashinda, hata wakatoka mbio katika nyumba ile, hali wa uchi na kujeruhiwa. Habari hii ikajulikana na Wayahudi wote na Wayunani waliokaa Efeso. Hofu ikawaingia wote, na jina la Bwana Yesu likatukuzwa. Na wengi wa wale walioamini wakaja wakaungama, wakidhihirisha matendo yao. Na watu wengi katika wale waliotumia mambo ya uganga wakakusanya vitabu vyao, wakavichoma moto mbele ya watu wote. Wakafanya hesabu ya thamani yake, wakaona ya kwamba yapata fedha 50,000. Hivyo ndivyo neno la Bwana lilivyozidi na kushinda kwa nguvu. Mambo hayo yalipokwisha kumalizika, Paulo akaazimu rohoni mwake, akiisha kupita katika Makedonia na Akaya, aende Yerusalemu, akisema, baada ya kuwako huko, yanipasa kuuona na Rumi pia. Akatuma watu 2 miongoni mwa wale waliomtumikia kwenda Makedonia, nao ni Timotheo na Erasto. Yeye mwenyewe akakaa katika Asia kitambo. Wakati huo kukatukia ghasia si haba katika habari ya njia ile, kwa maana mtu mmoja jina lake Dimitrio, mfua fedha, aliyekuwa akifanya vihekalu vya fedha vya Artemi, alikuwa akiwapatia mafundi faida nyingi. Akawakusanya hao pamoja na wengine wenye kazi ile ile, akasema, enyi wanaume, mnajua ya kuwa utajiri wetu hutoka katika kazi hii. Tena mnaona na kusikia ya kwamba si katika Efeso tu, bali katika Asia yote pia, Paulo huyo amewashawishi watu wengi na kuwageuza nia zao, akisema ya kwamba hiyo inayofanywa kwa mikono sio miungu. Si kwamba kazi hii yetu ina hatari ya kudharauliwa tu, bali na hekalu la mungu mke aliye mkuu, Artemi, kuhesabiwa si kitu na kuondolewa utukufu wake, ambaye Asia yote pia na walimwengu wote humwabudu. Waliposikia haya, wakajaa ghadhabu, wakapiga kelele wakisema, Artemi wa Waefeso ni mkuu. Mji wote ukajaa ghasia. Wakaenda mbio, wakaingia mahali pa michezo kwa nia moja, wakiisha kuwakamata Gayo na Aristako, watu wa Makedonia waliosafiri pamoja na Paulo. Na Paulo alipotaka kuingia kati ya watu, wanafunzi hawakumwacha aingie. Na baadhi ya wakuu wa Asia walio rafiki zake wakatuma watu kwake wakimsihi asijihudhurishe nafsi yake ndani ya mahali pa michezo. Basi wengine walikuwa wakilia hivi na wengine hivi, kwa maana ule mkutano ulikuwa umechafuka,
na wengi wao hawakuijua sababu ya kukusanyika kwao pamoja. Wakamtoa Iskanda katika mkutano, Wayahudi wakimweka mbele ya watu. Iskanda akawapungia mkono, akitaka kujitetea mbele ya wale watu. Lakini walipotambua ya kuwa yeye ni Myahudi, wakapiga kelele wote pia kwa sauti moja kwa muda wa kama saa 2, wakisema, Artemi wa Waefeso ni mkuu. Na karani wa mji alipokwisha kuwatuliza watu, akasema, enyi wanaume wa Efeso, ni mtu gani asiyejua ya kuwa mji wa Efeso ni mtunzaji wa hekalu la Artemi aliye mkuu, na wa kitu kile kilichoanguka kutoka mbinguni? Basi kwa kuwa mambo haya hayawezi kukanushwa, imewapasa kutulia, msifanye neno la haraka haraka, kwa maana mmewaleta watu hawa wasioiba vitu vya hekalu wala kumtukana Mungu mke wetu. Basi ikiwa Dimitrio na mafundi walio pamoja naye wana neno juu ya mtu, baraza ziko na maliwali wako na washitakiane. Bali mkitafuta neno lolote katika mambo mengine, yatatengenezwa katika kusanyiko lililo halali, kwa maana tuna hatari ya kushitakiwa kwa ajili ya matata haya ya leo, ambayo hayana sababu, na katika neno hilo hatutaweza kujiudhuru kwa mkutano huu. Alipokwisha kusema haya, akauvunja mkutano. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 19, tunaenda kufanya maombi ya kufungua nguvu ya mikono. Katika ulimwengu wa roho, kuna nguvu ambayo Mungu ameiweka kwenye mikono, inayotuwezesha kufanikisha mambo. Na hii ni aina ya nguvu ambayo Mungu ameiweka kwa kila mwanadamu anayeishi kwenye dunia hii. Sasa ukisoma ule mstari wa 11 wa kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 19, neno la Mungu linasema, Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo miujiza ya kupita kawaida. Hebu sema, Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo. Sema tena, Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake ni kwamba Mungu alitumia mikono ya Paulo kupitisha nguvu za kiroho zilizotumika kuponya magonjwa ya watu. Sasa Paulo alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo aina ya nguvu ambazo Mungu alipitisha kwenye mikono yake zilikuwa na lengo la kumsaidia katika kazi yake ya utumishi. Na ndio maana akawa anagusa wagonjwa na wanapona. Na wewe unayenisikiliza muda huu, kuna nguvu Mungu ameweka kwenye mikono yako. Na hiyo nguvu inatakiwa kukusaidia kufanikisha mambo yako. Kama wewe ni mfugaji, Mungu ameweka nguvu kwenye mikono yako ili ikusaidie kufanikisha kazi yako ya kufuga. Kama wewe ni mkulima, Mungu ameweka nguvu kwenye mikono yako ili ikusaidie kufanikiwa kwenye ukulima. Kama wewe ni mfanya biashara, Mungu ameweka nguvu kwenye mikono yako ili ufanikiwe kwenye biashara. Na kama wewe umeajiriwa au umejiajiri mahali popote, Mungu ameweka nguvu kwenye mikono yako ili zikusaidie ufanikiwe kwenye kile unachokifanya. Hujawahi kusikia watu wanasema fulani ana mkono wa kufuga kuku? Hujawahi kusikia watu wanasema fulani ana mkono wa biashara? Hujawahi kusikia watu wanasema fulani ana mkono wa ufundi? Hata ukienda kwenye sekta ya afya, hujawahi kusikia nesi ana mkono mzuri, kwa namna ambavyo hata akikuchoma sindano hausikii maumivu baada ya hapo. Wanachomaanisha ni kwamba mikono yao ina nguvu ya kiroho inayowawezesha kufanikisha mambo yao. Na hii ni nguvu ambayo kila mtu amepewa. Hata wewe unayenisikiliza, mikono yako imepewa nguvu ya kufanikisha maisha yako. Kwa maneno mengine, Mungu alipokupa mikono, alikupa na uwezo wa kiroho wa kukusaidia kutumia mikono yako kufanikisha mambo. Mikono yako ina nguvu ya kukufanya uinuke kimaisha. Mikono yako ina nguvu ya kukufanya ufikie malengo ya maisha. Mikono yako ina nguvu ya kukufanya utimize ndoto zako. Mikono yako ina nguvu ya kukufanya uwe mtu kati ya watu. Mikono yako ina nguvu ya kukufanya uketi mahali pa heshima pamoja na wakuu. Sasa hiyo ni nguvu ambayo Mungu ameiweka kwenye mikono yako ili kukusaidia uweze kuishi kwa ushindi ukiwa hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ninaomba unisikilize vizuri ili upate kitu cha kukusaidia. Nguvu ya kiroho iliyopo kwenye mikono yako inaweza ikapungua na wakati mwingine inaweza ikaondoka.
Narudia na naomba ukumbuke hiki kitu ninachokwambia kwa sababu kitakusaidia sana. Nguvu ya kiroho iliyopo kwenye mikono yako inaweza ikapungua na wakati mwingine inaweza ikaondoka kabisa. Na inapotokea hivyo, maana yake ni kwamba unapoteza ule uwezo wa kufanya mambo na yakafanikiwa. Unapoteza ule uwezo wa kuwa na matokeo mazuri kwenye mambo unayofanya. Labda nitumie mifano itakusaidia kuelewa kwa wepesi zaidi. Inawezekana Mungu amekupa mkono wa kufuga, na ulipoanza kufuga ulikuwa unapata matokeo mazuri sana. Mifugo ilikuwa ikizaa na kuongezeka, lakini kadiri muda ulivyokuwa unakwenda, mifugo ikaanza kufa na kundi lako la mifugo likaanza kupungua, na mpaka sasa unaponisikiliza umeshindwa kurudi mahali ulipokuwa mwanzo kwenye uzalishaji. Sasa unisikilize, mkono wa kufuga bado unao, lakini nguvu ya mkono imeondoka na umebaki kuwa mtu wa kawaida. Inawezekana Mungu amekupa mkono wa biashara, na ulipoanza biashara faida ilikuwa inaonekana, wateja waliongezeka na ukafanikiwa sana katika hilo eneo. Lakini baada ya muda wateja wakaanza kupotea, faida ikaanza kupungua, na mpaka sasa unaponisikiliza unafanya biashara ndiyo, lakini kwa kupambana sana ili siku ziende. Mkono wa kufanya biashara bado unao, lakini nguvu ya mkono imeondoka na sasa umekuwa ni mtu wa kawaida. Inawezekana Mungu alikupa mkono wa ufundi, iwe ni ufundi wa nguo, iwe ni ufundi wa mashine, iwe ni ufundi wa kujenga, na Mungu akawa anatumia mikono yako kufanya mambo makubwa sana. Watu wakakujua na ukaanza kupata mkate kupitia mikono yako. Lakini baada ya muda wale wateja wakaanza kupotea na hakuna anayekupa kazi tena, na imefika wakati umeanza kuwa na maisha magumu yenye uhitaji. Unisikilize, mkono wa ufundi bado unao, lakini ile nguvu iliyokuwa inatenda kazi katika mikono yako imeondoka, na sasa hivi umebaki kuwa mtu wa kawaida. Inawezekana Mungu amekupa mkono wa kazi mahali ulipoajiriwa. Ukipewa kufanya jambo linafanikiwa sana, na ikafika hatua mpaka wafanyakazi wenzako wakaanza kukupa kazi zao uwasaidie. Na wewe unajua kwamba kuna watu wamepanda cheo kwa sababu uliwasaidia kufanya majukumu yao, lakini kadiri muda ulivyokuwa unaenda ukaanza kuchukiwa ghafla, ukapoteza kibali, na sasa hivi unaponisikiliza umebaki kuwa mtu wa kawaida. Hakuna kitu unafanya kinaenda. Mkono wa kazi bado unao, lakini ile nguvu imeondolewa. Unanisikiliza? Sasa ukisoma kile kitabu cha Warumi, ile sura ya 11 mstari wa 29, neno la Mungu linatuambia, kwa sababu karama za Mungu hazina majuto wala mwito wake. Maana yake ule uwezo au ile potential ambayo Mungu amekupa itaendelea kuwepo. Kama amekupa mkono wa kufanikisha jambo, huo mkono utaendelea kuwepo, lakini kinachopotea ni ile nguvu ya kiroho inayofanya mkono wako uzae matokeo. Na watu wengi sana wamepoteza nguvu ya kiroho iliyokuwa inawezesha mikono yao kutenda mambo makuu. Lakini kwa neema na rehema za Mungu na kuombea siku ya leo, Bwana Yesu akurudishie nguvu ya mikono yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni kitu gani kinasababisha mikono ipoteze nguvu ya kiroho? Ni jambo gani linasababisha mikono ipoteze uwezo wa kuleta matokeo? Nataka nikupe sababu zinazosababisha mikono ipoteze nguvu ya kiroho, na ninamwamini Mungu Roho Mtakatifu kwamba atakufungulia macho yako ya ndani na kukupa ufunuo wa kuelewa jambo hili vizuri, ili tutakapoingia kwenye maombi uweze kupata ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sababu ya kwanza inayofanya mikono ipoteze nguvu ya kiroho ni dhambi. Sababu ya kwanza inayofanya mikono ipoteze nguvu ya kiroho ni dhambi. Unisikilize, itakusaidia. Dhambi ina kawaida ya kuondoa nguvu ya kiroho iliyopo ndani ya mtu. Dhambi inapofanyika ina kawaida ya kukuondolea uwezo wako wa ndani ambao Mungu amekupa. Na ndiyo maana siku zote shetani anatumia jitihada kubwa sana kuhakikisha watu wanatenda dhambi, iwe ni kwa mawazo, iwe ni kwa maneno, iwe ni kwa matendo. Kwa nini? Kwa sababu anafahamu ya kwamba dhambi inapofanyika
inaondoa nguvu ya kiroho iliyopo ndani ya mtu. Ukisoma kwenye Biblia, unakutana na mtu anafahamika kama Samson, na namna ambavyo Mungu alitumia mikono ya Samson kutenda matendo makuu. Kilichomsaidia Samson kuwa na nguvu sio misuli aliyokuwa nayo kwenye mwili. Kilichomsaidia Samson kuwa na nguvu ni uweza wa Bwana uliokuwa unashuka juu yake. Roho wa Bwana alipokuwa anashuka juu yake, aliiwezesha mikono ya Samson kufanya mambo makuu. Lakini alipotenda dhambi, Roho wa Bwana akamwacha na mikono yake ikakosa nguvu ya kuzalisha matokeo. Na hata wewe unayenisikiliza muda huu, upo uweza wa Mungu unaofanya mikono yako iwe na matokeo. Upo uweza wa Mungu unaofanya mikono yako ikuzalie baraka. Sasa ikitokea umefanya dhambi, kitu kinachotokea katika ulimwengu wa roho ni kwamba ule uweza wa Bwana uliokuwa unakusaidia wewe, ule uweza wa Bwana uliokuwa unakuwezesha wewe, unaondoka na mikono yako inabaki kuwa mikono ya kawaida. Unanisikiliza? Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili inayofanya mikono ipoteze nguvu ya kiroho ni kuvamiwa na roho ya utasa. Sababu ya pili inayofanya mikono ipoteze nguvu ya kiroho ni kuvamiwa na roho ya utasa. Sasa nini maana ya utasa katika ulimwengu wa roho? Au ukisikia mikono imevamiwa na roho ya utasa, ina maana gani kwako? Unisikiliza, itakusaidia. Utasa ni nguvu ya kiroho inayokufanya ushindwe kuzalisha. Kuna wakati mikono yako ilikuwa na uwezo wa kuzalisha. Ukipata 100,000, baada ya miezi kadhaa unakuwa na milioni. Lakini sasa hivi ukipewa 100,000, baada ya miezi michache unakuwa na madeni. Maana yake umeshindwa kuzalisha ulichopewa. Hiyo ni roho ya utasa imevamia mikono yako. Inawezekana zamani ulikuwa unaweza kufuga mifugo na ikaongezeka, lakini sasa hivi ukifuga inakufa. Maana yake kiroho ni kwamba mikono ile ile iliyokuwa na uwezo wa kuzalisha sasa hivi imevamiwa na roho ya utasa, na ndiyo maana kila kinachopita kwenye mikono yako hakiongezeki, kinapotea na kukuacha kwenye hali mbaya. Hiyo ni roho ya utasa imeingia kwako na imeanza kufanya kazi. Utasa ni nguvu ya kiroho inayofanya unachokipata kiharibike. Yaani chochote unachopewa lazima kikuharibikie mikononi. Mtu akikupa mtaji ni lazima upate hasara. Mtu akikupa gari ni lazima upate nalo ajali. Mtu akikuazima simu yake ni lazima uipasue na huelewi ni kitu gani kinatokea. Ukigusa vifaa vya umeme kama TV au radio ni lazima iharibikie mikononi mwako. Mikono yako inavunja vikombe, mikono yako inavunja sahani, na inakuwa ni jambo la mara kwa mara. Ukipewa kazi au ukipewa ajira ni lazima uishie kufukuzwa. Ukitafuta sehemu nyingine nako unafukuzwa. Unapoona mambo hayo yanatokea kwako, unapoona mambo kama hayo yanampata mtu unayemjua au mtu unayempenda, maana yake katika ulimwengu wa roho ni kwamba mikono yake ilikuwa ni mizuri kabisa, lakini imevamiwa na roho ya utasa. Inawezekana hakuwa hivyo mwanzo, lakini kwa sasa amevamiwa na roho ya utasa katika mikono yake. Bwana Yesu asifiwe. Utasa ni nguvu ya kiroho inayokufanya upoteze kitu unachokipata. Hata ukipewa fedha nyingi sasa hivi, masaa machache baadaye hujui hela imeenda wapi na hujui umeitumiaje. Wakati mwingine Mungu anakuletea watu kwenye maisha yako, lakini wanapotea, hawakai. Wengine Mungu anakuinulia watu kukusaidia, lakini hawakai, wanapotea. Na si kwamba ni muda wao wa kuondoka umefika, hapana, lakini wanafukuzwa na roho ya utasa iliyovamia mikono yako. Wakati mwingine hii roho ya utasa wa mikono inaweza kukufanya uwe ni mtu ambaye unapoteza vitu mara kwa mara. Kila ukinunua simu mpya ni lazima uipoteze. Kila ukinunua simu mpya ni lazima uibiwe. Kama ni mtoto anasoma, kila siku ni lazima arudi amepoteza daftari. Kila siku anarudi amepoteza kitu, na si kwamba labda hayuko makini au si kwamba labda ni mdogo kiumri. Unashangaa kadri umri wake unavyokuwa, ile hali ya kupoteza vitu haimwachi. Wewe kama mzazi inabidi ufungue macho yako ya rohoni na ujue ya kwamba amevamiwa na roho ya utasa katika mikono yake. Unanisikiliza?
Sema amen kama unanisikiliza. Utasa ni nguvu ya kiroho inayokufanya mambo yako yasikue. Utasa ni nguvu ya kiroho inayokufanya udumae. Yaani ulipokuwa mwaka jana, ndipo ulipo mwaka huu. Waliokuacha mwaka juzi wakikutana na wewe siku ya leo, wanamuona mtu yule yule wa mwaka juzi, kwa sababu hakuna hatua yoyote uliyopiga kwenye maisha yako, na hakuna jambo lolote lililoongezeka kwenye maisha yako zaidi ya kuongezeka umri. Kipato chako kazini hakijawahi kupanda, pamoja na kwamba unasifika kwa utendaji kazi mzuri. Mtaji wako kwenye biashara haujawahi kuongezeka, pamoja na kwamba unapata wateja wengi. Ile hali ya kukaa eneo moja kwa muda mrefu bila mabadiliko yoyote ni ishara ya kukujulisha ya kwamba mikono yako imevamiwa na roho ya utasa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo ilikuwa ni sababu ya pili inayofanya mikono yako ipoteze nguvu ya kukupa matokeo. Ngoja tuangalie sababu ya tatu, alafu tupate nafasi ya kuomba. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sababu ya tatu inayofanya mikono yako ipoteze nguvu ya kiroho ni kutoa kafara kwa waganga wa kienyeji. Ni muhimu ukumbuke kila wakati ya kwamba waganga wote wa kienyeji wanatumia mapepo ya utambuzi. Kwa hiyo wanapokuagiza ulete kafara, alafu na wewe ukapeleka, kinachotokea katika ulimwengu wa roho ni kwamba ile madhabahu ya mganga inaweka unajisi kwenye mikono yako, halafu inaondoa nguvu yako ya ndani ambayo Mungu alikupa kupitia mikono yako. Na inakuwa hivyo ili kwamba kesho urudi tena kwa mganga, kesho kutwa urudi tena kwa mganga, urudi tena na tena na tena. Ndiyo tabia ya shetani. Shetani ni muongo na ni baba wa uongo, na shetani hanaga zawadi ya bure. Usikubali ya kufunge kwa njia hiyo. Kimbilia kwa Yesu, kwa sababu kwa Yesu peke yake kuna msaada wa kukuvusha katika shida ulionayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini umenielewa. Amen. Sasa kama umenielewa, ninaomba ufunike macho yako, alafu anza kutafakari. Ni eneo gani mikono yako imefungika katika maisha yako? Ni eneo gani mikono yako imezuiliwa isikuzalie na kukupa matokeo? Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 28 mstari wa 12, neno la Mungu linasema, atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake, na kwa kubarikia kazi yote ya mkono wako, nawe utakopesha mataifa mengi, wala hutakopa wewe. Katika maandiko haya, Mungu ameahidi kubariki kazi za mikono yako. Maana yake ameamuru baraka zije kwenye mikono yako ili wewe usiteseke. Lakini ukitazama hali yako, ukitazama na kazi zako jinsi zinavyokwenda, ukiangalia hali yako ya maisha jinsi ilivyo, ukiangalia hali ya kipato chako jinsi kilivyo, unaziona baraka za Bwana ambazo ameziamuru kwenye mikono yako? Unaziona baraka za Mungu katika mikono ya watoto wako? Unaziona baraka kwenye mikono ya mume wako au kwenye mikono ya mke wako? Na ndiyo maana Mungu amesema na sisi kupitia neno hili. Mungu huwa analituma neno ili sisi tupate kupona. Na siku ya leo anaenda kutufungua na kutuweka huru. Siku ya leo anaenda kutufungua na kuturejeshea nguvu katika mikono yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama upo tayari kuomba ili Bwana Yesu akurejeshe, hakikisha unaomba kwa kumaanisha ili Bwana akufungue. Kwa hiyo kama upo tayari, fuatisha maombi haya. Sema, Mungu uliye hai, asante kwa neno lako. Asante kwa kunipenda. Asante kwa kuniwazia mema. Ninakuja mbele zako kwa moyo wa toba. Ninaomba unisamehe kwa dhambi na makosa niliyoyatenda. Ninaomba unisamehe. Ninaomba unirehemu katika jina la Yesu. Kwa maneno ya kinywa chako, nenda mbele za Mungu kwa toba na rehema. Mwambie Mungu akusamehe kwa dhambi, makosa na maovu uliyoyatenda. Endelea kuomba, endelea kuomba. Haya ni maombi yako binafsi, na haya ni maombi yako ya utakaso. Jitakase kwa toba na rehema. Kumbuka, maombi ya toba na rehema yanakusaidia kukupa uhalali wa kushinda vita za kiroho
na yanakusaidia kupata mpenyo katika jambo unaloliombea. Kwa hiyo mwambie Mungu akusamehe na akufutie hatia zote zinazoweza kutumika kama kikwazo cha maombi ya leo. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea. Mungu uliye hai, tunasogea kwenye kiti chako cha neema. Tuna kiu ya kupata rehema zako, maana tumekutenda dhambi nyingi na kufanya machukizo mbele ya uso wako. Hata nafsi zetu zinatushuhudia ya kwamba maovu yetu yamefika mbele zako na shetani akapata nafasi ya kutushitaki. Lakini Bwana, wewe ni mwingi wa rehema. Katikati ya ghadhabu yako ninaomba ukumbuke rehema, ukatusamehe. Kumbuka rehema, ukatuondolee na kutufutia dhambi na maovu yote tuliyoyafanya. Tusamehe kwa maneno mabaya, tusamehe kwa kubeba uchungu ndani ya mioyo yetu, tusamehe kwa kuhesabu mabaya tuliyotendewa na watu wengine, tusamehe kwa kulipa visasi na kukiuka maelekezo ya neno lako, tusamehe kwa kujihesabia haki na kushindwa kuipokea neema yako. Ziko dhambi tumefanya sirini bila mtu yeyote kutuona, lakini wewe Bwana umeona yote tuliyoyafanya. Ziko dhambi tumetenda kwa kuwashuhudia wengine uongo. Baba wa rehema, tunaomba utusamehe na kutuhurumia. Baba wa rehema, tunaomba utusamehe na kutusafisha kwa damu ya Yesu. Bila wewe sisi hatuwezi neno lolote. Bila wewe sisi hatuwezi kujiokoa. Tunakutegemea wewe na kukutazamia wewe peke yako. Tunaomba utusamehe na kutufutia makosa yote. Tunaomba utusamehe na kutuondolea uovu wote. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Unapoendelea kuomba toba na rehema, usisahau kutangaza msamaha kwa watu wote waliokukosea. Usisahau kutangaza msamaha kwa watu wote waliokukwaza. Maana Yesu alituagiza akasema, kila tunaposimama kusali, ni lazima tusamehe waliotukosea, ili na Mungu wetu aweze kutusamehe na sisi pia. Kwa hiyo endelea kuomba toba kwa ajili yako, na wakati huo huo wasamehe watu waliokukosea, wasamehe watu waliokukwaza, na wasamehe watu waliokutendea mabaya. Mwambie Mungu uliye hai, kuna watu wamenitendea mabaya. Kuna watu wameondoa amani ya moyo wangu. Kuna watu wamenikosesha na kunifanya nikutende dhambi. Kuna watu wametibua hasira ya moyo wangu kwa matendo yao. Ninawatangazia msamaha Bwana. Ninawasamehe na kuachilia. Ninawasamehe na kuachilia. Nasamehe makosa yao. Nasamehe makwazo yao. Nasamehe maovu yao. Ninawasamehe na kuachilia. Ninawasamehe na kuachilia. Ninawasamehe na kuachilia. Mungu nisaidie. Mungu nipe amani ya moyo. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kama unasikia kuvuka, anza kuomba toba kwa dhambi ulizozifanya kwa kutumia mikono yako. Omba toba na rehema kwa Mungu kwa dhambi zote ulizozifanya kwa kutumia mikono yako. Inawezekana ili jambo lako lifanikiwe, uliona ni bora utoe rushwa bila kujua ya kwamba kutoa rushwa kunachafua mikono yako katika ulimwengu wa roho. Nenda mbele za Bwana kwa toba na rehema. Mwambie Mungu, ninaomba unisamehe kwa dhambi nilizofanya kwa kutumia mikono yangu. Nisamehe kwa kutoa rushwa. Nisamehe kwa kutojua kwangu. Nisamehe kwa kufungua mlango wa unajisi kwenye mikono yangu. Niondolee dhambi hii na kunitakasa kwa damu yako. Niondolee dhambi hii
na kunitakasa kwa damu yako. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, usinyamaze. Endelea, endelea, endelea. Inawezekana umeshiriki kutoa kafara kwa waganga wa kienyeji, au inawezekana kuna michango ya kifedha ilipitishwa kwenye familia ili kufanya ibada za miungu na ibada za mizimu. Wewe ukakataa kwenda, lakini ukakubali kuchangia pesa. Huo ni mtego katika ulimwengu wa roho, na shetani ameitumia hiyo pesa yako kuweka unajisi kwenye mikono yako. Inakuwa hivyo kwa sababu mkono unaotoa ndiyo mkono unaopokea. Ulipotoa pesa kufanya ibada za miungu ile ile ilikurudishia udhaifu katika mikono yako na kukuchafua kiroho. Kwa hiyo nenda mbele za Mungu kwa toba na rehema. Mwambie Mungu akusamehe. Mwambie Mungu akurehemu. Mwambie, Baba, ninatubu kwa kuchafua mikono yangu kwa kutoa kafara za fedha kwenye madhabahu za giza. Nisamehe kwa kutokujua kwangu. Nisamehe kwa kumpa shetani uhalali wa kufunga mikono yangu. Ninaomba unisamehe. Ninaomba unirehemu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Siwezi kujiokoa mwenyewe. Siwezi kujisafisha mwenyewe. Ninaomba unisafishe kwa damu ya Yesu. Ninaomba unitakase kwa damu ya Yesu. Ninaomba unisamehe na kuniondolea uovu huu kwenye mikono yangu. Ninaomba unisamehe na kuniondolea hatia hii katika mikono yangu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea, endelea, endelea. Inawezekana umeshiriki kutoa mimba. Kwa mikono yako ulimeza dawa ili kutoa mimba, au hukutoa mimba wewe, lakini kuna mtu ulimpa pesa ili akatoe mimba. Wote wawili mikono yenu imebeba damu isiyokuwa na hatia. Kwa hiyo nenda mbele za Mungu kwa toba na rehema. Msii Mungu akusamehe. Msii Mungu akuhurumie na kukuondolea dhambi na uovu huu. Inawezekana ulimdhulumu mtu fedha. Inawezekana ulidhulumu haki ya mtu ambaye alitaabikia. Omba Mungu akusamehe na kukurehemu. Omba Mungu akusamehe na kukurehemu. Na uombe Mungu akupe neema ya kumrudishia haki yake, ili mikono yako iweze kufunguliwa. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Lakini inawezekana uliwahi kupewa pesa ili umsaliti mtu asiyekuwa na hatia. Inawezekana ulipewa pesa ili uzungumze uongo kusudi mtu mwingine apatwe na madhara. Hiyo ni roho ya unajisi inafuatilia mikono yako. Nenda mbele za Bwana, msii Mungu akuhurumie na kukuondolea dhambi hiyo. Msii Mungu akusamehe na akufungulie mikono yako siku ya leo. Endelea kuomba, endelea kutubu. Endelea kuomba, endelea kutubu. Endelea, endelea, endelea. Mungu uliye hai, hatuna cha kujitetea. Hatuna cha kujitetea. Hatuwezi kujihesabia haki. Tumekutenda dhambi kwa mikono yetu. Tumekutenda maovu kwa mikono yetu. Tumejivika unajisi kwa mikono yetu. Hatuna pa kwenda, Mungu wetu uliye hai. Tumaini letu ni wewe. Hatuna wa kutusaidia. Msaada wetu ni wewe. Hatuna wa kutuokoa. Mwokozi wetu ni wewe Yesu. Ninaomba utuhurumie, tumekukosea. Ninaomba utuhurumie, tumekukasirisha. Ninaomba utuhurumie, tumevunja amri na sheria za neno lako. Ninaomba utusamehe, tumejiwekea unajisi kwa matendo ya mikono yetu. Ninaomba utusamehe, tumepoteza uwepo wako. Ninaomba utusamehe, tumepoteza neema uliotupa kwenye mikono yetu. Baba utuhurumie, Baba utuhurumie. Baba utusafishe kwa damu ya Yesu iliyomwagika. Tunaomba utusafishe kwa damu ya Yesu na kutuondolea hatia zote. Tunaomba utusafishe kwa damu ya Yesu
na kutuondolea giza lililotanda kwenye mikono yetu. Tunaomba utusafishe kwa damu ya Yesu na kutuondolea uharibifu tuliojivika kwa mikono yetu wenyewe. Baba, tunaomba utusamehe. Baba, tunaomba uturehemu. Baba, tunaomba utusamehe. Baba, tunaomba utufutie laana iliyokamata mikono yetu kwa dhambi na makosa tuliyoyafanya. Tusamehe Mungu wetu. Tusamehe Bwana, ukatuokoe. Tusamehe Bwana, ukatufungue. Tusamehe Bwana, ukatupe neema yako kwa upya. Tusamehe Bwana, ukatufinyange tena kwa upya. Tunaomba rehema zako. Tunaomba toba kwako. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema: Mungu uliye hai, nasimama na damu ya Yesu kama silaha. Nashinda roho za utasa kwenye mikono yangu. Nazishinda na kuzivunja kwa jina la Yesu. Nazishinda na kuzivunja kwa jina la Yesu. Roho ya utasa, toka achia mikono yangu. Toka achia mikono yangu. Toka achia mikono yangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Toka achia mikono yangu. Toka achia mikono yangu. Toka achia mikono yangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kukemea, endelea kuomba, endelea kukataa roho ya utasa kwenye mikono yako. Mwambie Baba, nakataa roho ya utasa kwenye mikono yangu. Siitaki na ikataa. Siitaki na ikataa. Navunja misingi ya roho ya utasa inayonifunga kwenye mikono yangu. Navunja sheria za utasa zinazonifunga kwenye mikono yangu. Navunja kanuni za utasa kwenye mikono yangu. Navunja ngome za utasa zinazonifunga kwenye mikono yangu. Navunja kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Navunja kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Navunja kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Navunja, 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 navunja kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Endelea kuomba, endelea kuvunja, endelea kuomba, endelea kukataa roho ya utasa katika mikono yako. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Ongeza nguvu, ongeza nguvu. Mwambie Baba, nakataa utasa kwenye mikono yangu. Nakataa utasa kwenye kazi za mikono yangu. Ulinipa mikono ili inizalishie. Ulinipa mikono ili nibarikiwe. Nakataa laana inayokula kazi za mikono yangu. Nakataa laana inayofuatilia kazi za mashamba yangu. Nakataa laana inayofunga mikono yangu kwenye madeni. Nakataa laana inayofunga mikono yangu kwenye umasikini. Baba, nakataa. Baba, nakataa. Nakataa kwa jina la Yesu. Nakataa kwa jina la Yesu. Nakataa utasa na kudumaa kunakofunga mikono yangu. Nakataa utasa na uharibifu unaofunga mikono yangu. Baba, nakataa. Baba, nakataa. Nakataa kwa jina la Yesu. Nakataa kwa jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba. Mwite Yesu, mwite Yesu. Mwambie Yesu akunasue kutoka kwenye utasa wa mikono yako. Mwambie Yesu, ninasue na roho ya utasa inayonipa madeni kwenye maisha yangu. Ninasue na roho ya utasa inayoharibu kazi za mikono yangu. Ninasue na roho ya utasa inayoharibu mambo yangu. Nakataa kuharibikiwa na vitu mikononi mwangu. Nakataa kuharibikiwa na watu mikononi mwangu. Nakataa kupoteza pesa kwenye mikono yangu. Nakataa kwa jina la Yesu. Nakataa kwa jina la Yesu. Nakataa kwa jina la Yesu. Nakataa, 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 nakataa kwa jina la Yesu. Baba, ninasue na roho ya mauti iliyovamia mikono yangu. Nakataa vitu kufia mikononi mwangu. Nakataa kwa damu ya Yesu. Nakataa kwa damu ya Yesu. Nakataa mifugo kunifia mikononi mwangu. Nakataa kazi kunifia mikononi mwangu. Nakataa biashara kunifia mikononi mwangu. Nakataa, 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 nakataa. Baba, ninasue na laana ya kupoteza kwenye mikono yangu. Ninasue na laana ya kupoteza muda kwenye mikono yangu. Ninasue na laana ya kupoteza watu muhimu kwenye mikono yangu. Yesu, niokoe, unisaidie. Yesu, niokoe na mkono wa uharibifu. Yesu, niokoe na mkono wa laana.
Yesu niokoe na mkono wa masikini. Yesu niokoe na mkono wa kushindwa. Utasa sio fungu langu kwa jina la Yesu. Utasa sio fungu langu kwa jina la Yesu. Nakataa kupoteza faida. Nakataa kupoteza bahati. Nakataa kupoteza maono. Nakataa. Yesu, ninasue na utasa kwenye mikono yangu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba. Endelea kumpazia Bwana sauti yako. Endelea kumpazia Bwana sauti yako. Hakikisha roho ya utasa inapoteza uhalali katika mikono yako. Hakikisha roho ya utasa inapoteza uhalali katika mikono yako. Endelea kuomba, endelea kuomba. Usinyamaze, usikae kimya. Endelea. Katika jina la Yesu, navunja roho ya utasa iliyovamia mikono yako. Mapepo na majini ya utasa, navunja makao yenu kwenye mikono yake. Navunja na kuwasambaratisha kwa jina la Yesu. Navunja na kuwasambaratisha kwa jina la Yesu. Toka, achia mikono yake kwa jina la Yesu. Toka, achia mikono yake kwa jina la Yesu. Roho za utasa zinazokufanya ushindwe kukua na kuongezeka, zitoke na kukuachia. Zitoke na kukuachia. Zitoke na kukuachia. Zitoke na kuachia mikono yako. Roho za utasa zinazokufanya uharibikiwe na mambo, na zivunja na kuziharibu kwa jina la Yesu. Nazivunja na kuziharibu kwa jina la Yesu. Nazitoa kwenye mikono yako. Nazitoa kwenye mikono yako. Nazitoa zikuachie. Nazitoa zikuachie. Nazitoa zikuachie. Nazitoa zikuachie na zisirudi tena. Roho za utasa zinazokufanya ushindwe kuzalisha, nazivunja na kuzisambaratisha. Nazivunja na kuzisambaratisha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mapepo na majini ya utasa, toka, achia mikono yake. Toka, achia mikono yake. Toka, achia mikono yake katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, navunja mahali mnaposimamia. Napiga na kuvunja ngome mlizojiwekea katika mikono yake. Toka, achia mikono yake. Toka, achia mikono yake. Toka, achia mikono yake. Huo utando wa giza katika mikono, na ufuta kwa damu ya Yesu iliyomwagika. Na ufuta kwa damu ya Yesu iliyomwagika. Utoke na kukuachia. Utoke na kukuachia. Utoke na kukuachia. Utando wa giza, toka, achia mikono yake. Toka, achia mikono yake. Toka, achia mikono yake kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, achia mikono yake. Achia huo mkono wa kushoto. Achia huo mkono wa kulia. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Navunja agano la pete ya kichawi katika mkono wako. Navunja agano la pete ya kichawi kwenye mkono wako. Navunja kwa damu ya Yesu. Navunja kwa damu ya Yesu. Pepo wachafu mliolaaniwa na Bwana, toka, achia vidole vyake. Toka, achia vidole vyake. Toka, achia mkono wake. Achia vidole vyake. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Achia mkono wake. Achia vidole vyake. Achia haraka. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Navunja agano la bangili za universe katika mkono wako. Agano la universe, navunja kwa damu ya Yesu. Navunja kwa damu ya Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka, achia mkono wake. Achia mkono wake. Mapepo ya universe, majini ya universe, toka, achia. Toka, achia. Toka, na waseta kuzimu. Na waseta kuzimu. Na waseta kuzimu. Achia mkono wake. Achia mkono wake. Achia kwa damu ya Yesu. Achia kwa damu ya Yesu. Haijalishi mlipewa, haijalishi aliwanunua yeye mwenyewe. Kwa jina la Yesu Kristo, kila miamala ya kichawi, kila miamala ya kipepo iliyolaaniwa na Bwana, ninaifuta kwa damu ya Yesu. Ninaifuta kwenye mikono yake kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Toka, achia mwili wake. Toka, achia mikono yake. Toka, achia kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, achia huo mkono. Achia hivyo vidole. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, achia maisha yake. Achia nafsi yake kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Endelea kuomba, usinyamaze.
Na unapoendelea kuomba, tumia damu ya Yesu kutakasa mikono yako na uchafu wa kiroho ulioingia katika mikono yako. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani ipite kwenye mikono yako sasa, ipite kwenye mikono yako sasa, ipite kwenye vidole vyako, ipite kwenye alama zako za mikono, ipite kwenye viganja vyako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila uchafu wa kiroho ufutike na kuachia mikono yako, ufutike na kuachia mikono yako, ufutike na kukuachia, ufutike na kukuachia. Kila unajisi wa kishetani, kila unajisi wa kichawi, kila unajisi wa roho za miungu, kila unajisi wa maroho ya universe uvunjike na kukuachia, uvunjike na kukuachia, utoke na kukuachia, utoke na kukuachia kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mikono yako itakasike, 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 itakasike kwa damu ya Yesu, itakasike kwa damu ya Yesu. Mkono wako wa kushoto utakasike kwa damu ya Yesu, mkono wako wa kulia utakasike kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kama unasikia kuvuka, anza kumwambia Mungu akurudishie nguvu za mikono yako, maana neno la Mungu linasema mtakeni Bwana na nguvu zake. Kwa hiyo nenda mbele za Mungu, mwambie Mungu, ninaomba unirudishie nguvu katika mikono yangu ili niweze kuzalisha. Naomba unirudishie nguvu katika mikono yangu ili niweze kufuga kwa faida. Naomba unirudishie nguvu katika mikono yangu ili niweze kupata matokeo mazuri kwenye kazi. Naomba unirudishie nguvu kwenye mikono yangu ili niweze kukua na kuongezeka. Endelea kuomba namna hiyo, endelea kuomba namna hiyo. Mwambie Mungu akurejeshe nguvu katika mikono yako. Mwambie Mungu akurudishie nguvu katika mikono yako ili uanze kuona matokeo. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Taja eneo ambalo unajua umepoteza nguvu yako ya mikono, alafu mwambie Mungu akurudishie. Endelea kuomba, endelea kumsihi Mungu. Mwambie Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba usiniondolee Roho wako Mtakatifu. Ninaomba univike nguvu mpya. Ninaomba uipe nguvu mikono yangu ili niweze kusimama tena na kutembea katika baraka. Ninaomba uipe nguvu mikono yangu ili mambo yangu yasiharibike tena katika maisha. Ninaomba uipe nguvu mikono yangu ili vitu visipotee tena maishani mwangu. Nakataa kurudi nyuma Bwana, nakataa kuanguka chini Bwana. Miradi haitakufa tena mikononi mwangu, kazi hazitaharibika tena mikononi mwangu. Kuanzia leo mikono yangu itakuwa ni mikono ya faida. Kuanzia leo mikono yangu itakuwa ni mikono ya baraka. Kuanzia leo mikono yangu itakuwa ni mikono ya neema. Maisha yangu yatabadilika kuanzia leo. Mikono yangu haitazaa mapooza tena. Mikono yangu haitafanya maisha yangu yadumae. Mikono yangu haitafukuza watu wema kwenye maisha yangu. Mikono yangu haitafukuza wateja kwenye biashara yangu. Mikono yangu haitanifanya ni aibike. Mikono yangu haitakuwa kikwazo kwenye hatua zangu. Mikono yangu itakuwa heri katika siku zote za maisha yangu. Baba wa rehema, ninaibariki mikono yangu. Baba wa rehema, ninaifunika mikono yangu kwa damu ya Yesu. Baba wa rehema, ninakushukuru kwa kunifungua. Ninakushukuru kwa kunipa maisha mapya. Ninakushukuru kwa kunirejeshea nguvu mpya katika mikono yangu. Ninakushukuru kwa kunirejeshea nguvu ya kushinda katika mikono yangu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama umefanya maombi haya, napenda kukupa hongera kwa ushindi. Mungu akubariki sana kwa kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 19 yote. Kesho
tutaendelea kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 20. Kwa hiyo usisahau kuandaa Biblia yako na ujiandae kwa maombi pia. Lakini kabla sijamaliza kipindi cha leo, nataka nikupe nafasi ya kuokoka. Yaani kumpa Yesu nafasi aingie ndani yako na afanike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unapookoka, unapata uhakika wa kuishi maisha ya ushindi ukiwa hapa duniani. Lakini pia unapompa Yesu maisha yako, hata ukifa leo, unakwenda mbinguni. Hii ni habari njema sana ya ufalme wa Mungu katika maisha yako. Kwa hiyo kama upo tayari na unamhitaji huyu Yesu aingie ndani mwako, akuokoe na akupe maisha mapya, fuatisha maombi haya. Sema: Mungu Baba, katika jina la Yesu, asante kwa kuniwezesha kusoma neno lako siku ya leo. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote nilizozitenda katika maisha yangu. Ninatubu kwako. Ninaomba unisamehe. Ninaomba damu ya Yesu initakase. Bwana Yesu, ninafungua moyo wangu na kukaribisha uingie ndani yangu. Kwa uweza wa Roho wako Mtakatifu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu kuanzia sasa na siku zote. Ninaomba uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Ninaomba unitie nguvu, shetani asinishinde. Ninaomba unitie nguvu, majaribu yasinishinde. Katika jina la Yesu. Amen. Kama umefanya sala hii, napenda kukupa hongera kwa kuokoka. Mungu akubariki sana. Tuonane tena siku ya kesho. Usisahau kuwashirikisha na watu unaowapenda ili waweze kuungana nasi katika vipindi hivi vya kusoma Biblia pamoja na maombi. Mungu akubariki na kukutunza. Amen.